Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wa serikali zote mbili mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi, wawekezaji na wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya nchi, viongozi wa dini, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika mkutano huu muhimu unaokutanisha viongozi na watendaji wa serikali na wa sekta binafsi kwa lengo la kuzungumzia utekelezaji bora wa Dira ya 2050. Natoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunialika kushiriki katika tukio hili muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Aidha, napenda nikupongeze Mheshimiwa Rais kwa uongozi wako mahiri uliowezesha kuandaliwa kwa Dira ya 2050 yenye lengo la kuiwezesha Tanzania kuwa taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea ifikapo mwaka 2050. Aidha, natoa pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu muhimu na wadau wa sekta binafsi. Kwangu mimi, huu ni mkutano wangu wa pili katika mwaka huu na sekta binafsi chini ya uratibu wa ofisi hii. Mkutano wa kwanza ulihusu uhakiki wa mkakati wa kitaifa wa uboreshaji mazingira ya biashara na uwekezaji, na huu wa pili unahusu kuanza utekelezaji wa Dira ya 2050. Kwa hakika, mikutano ya namna hii kati ya serikali na sekta binafsi ni ishara kubwa ya ushirikiano na nia thabiti ya kufikia malengo ya Dira ya 2050. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Dira ya 2050 imeweka matarajio makubwa ya kujenga uchumi wenye ushindani unaongozwa na tija, ubunifu, teknolojia na ushiriki mpana wa sekta binafsi. Ni dhahiri kuwa ili kufikia malengo hayo kunahitajika uwekezaji mkubwa katika viwanda, utalii, uchumi wa bluu, kilimo cha kisasa, huduma za kifedha, uchumi wa kidijitali pamoja na maendeleo ya rasilimali watu. Napenda niahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha maeneo haya yanapewa kipaumbele katika utekelezaji wa dira. Natumia fursa hii kuwahimiza wadau wa sekta binafsi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kufanikisha utekelezaji wa Dira ya 2050. Ushirikiano huu unapaswa kwenda pamoja na uwekezaji katika maeneo ya kimkakati, matumizi ya teknolojia ya kisasa, uongezaji wa tija pamoja na kuendeleza ubia utakaowezesha Tanzania kufikia malengo yake ya muda mrefu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha salamu zangu kwa kutoa shukrani zangu kwa mara nyingine tena kwa kunialika katika mkutano huu muhimu. Ni matumaini yangu kuwa mkutano huu utakuwa jukwaa muhimu la kuendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi na kuweka msingi imara wa utekelezaji wa Dira ya 2050 kwa manufaa ya Watanzania wote wa pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya salamu hizi, sasa kwa heshima na taadhima, napenda nikukaribishe Mheshimiwa Rais kuzungumza na hadhara hii. Asanteni sana kwa kunisikia. Asante, makofi mengi. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla ya kuzungumza kwa heshima na taadhima, tutakuomba utuongoze kufanya yafuatayo: kwamba kwanza kuzindua nyenzo za utekelezaji wa Dira 2050 na baadaye tutakuomba uzigawe kwa viongozi wachache.
Pili, tutakuomba ukabidhi ufunguo